Ufahamu mji wa Kangbash ambao ni mji wa ajabu wenye hadithi nyingi za kale na za siri zilizojificha. Huu ni mji ambao haujawa na utulivu wa kawaida, kwani watu wengi husema kwamba unatumika kuhifadhi mizimu ya zamani ambayo hutumika kuwasumbua watu. Mizimu hii huonekana kuzunguka kwenye mitaa na majengo mbalimbali ya Kangbash, ikifanya eneo hili kuwa mahali pa kutisha na lenye nguvu za kigeni zisizoeleweka, yaani nguvu za giza. Kuna miji mingi duniani ambayo hujengwa kwa matumaini makubwa ya ustawi, maendeleo na makazi bora kwa ajili ya watu, lakini hatimaye hubaki ikiwa mitupu, ikitawaliwa na ukimya unaozua maswali mengi kuliko majibu. Mojawapo ya miji ya aina hii ni mji huu wa Kangbash uliopo katika mkoa wa Inner Mongolia nchini China. Kangbash ilijengwa kwa haraka na mbwembwe nyingi mwanzoni mwa karne ya 21, ikiwa kama sehemu ya ndoto ya nchi ya China ya kuunda mji wa kisasa wa hali ya juu na wa viwango vya kimataifa. Mji huu ulipaswa kuwa nyumbani kwa watu zaidi ya 500,000, ukiwa na majengo ya kifahari, miundombinu ya kisasa, barabara pana zisizo na msongamano na mazingira yaliyochangamka kiuchumi na kijamii. Kama ndo kwanza unajiunga na chaneli yetu, tafadhali bonyeza alama ya subscribe ili uwe mwanafamilia mpya wa Simulizi Library na kupata faida ya kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu pindi tu zinapowekwa hewani. Lakini hadithi ya mji huu wa Kangbash haikusimama pale tu kwenye ujenzi. Kwa kweli, haikuanza hata pale. Chanzo cha mji huu kilikuwa ni mchakato wa mabadiliko ya kiuchumi nchini China, uliowahamasisha viongozi wa mitaa kutafuta njia za kukuza maendeleo ya ndani. Wakiwa na fedha nyingi kutokana na biashara ya makaa ya mawe, viongozi wa mkoa wa Ordos waliamua kutumia mapato hayo kuanzisha mji mpya utakaovutia wawekezaji, wajasiriamali na wakazi kutoka pande mbalimbali. Ilikuwa ni ndoto ya kisasa ya kiuchumi na ya kifahari ambayo ingewapa viongozi hao heshima na sifa ya maendeleo. Hivyo Kangbash ilianza kuinuka kwa kasi. Majengo yakajengwa kwa kiwango cha juu na cha ubora, sanamu kubwa zikasimama, bustani na mabwawa ya kifahari yakatengenezwa. Hata hivyo, pamoja na maandalizi hayo yote ya kifahari, watu hawakuhamia. Majengo yakabaki matupu, shule hazikuwa na wanafunzi, hospitali hazikuwa na wagonjwa, na barabara zilikuwa kimya bila kelele za magari wala binadamu. Kangbash ikawa mji mzuri wa kuutazama kwa mbali, lakini si mahali pa kuishi hata kidogo. Sababu za watu kutohamia katika mji huo zilihusisha bei ya juu ya nyumba ambazo hazikuwa rahisi kumilikiwa na watu wa kawaida. Uchumi wa eneo hilo haukutosha kuwavutia wajasiriamali, na miundombinu yote iliyoandaliwa kwa haraka haikuambatana na mahitaji halisi ya maisha ya watu. Ujinga wa kupanga kwa kuzingatia mahitaji halisi ya binadamu uliifanya Kangbash kuwa kivuli cha ndoto iliyoambatana na tamaa ya mamlaka na si huduma kwa watu. Lakini hadithi ya Kangbash haikusalia kwenye masuala ya kiuchumi pekee. Baada ya muda, wakazi wachache waliokuwepo waliripoti kuona matukio yasiyo ya kawaida. Walidai kuwepo kwa sauti zisizojulikana wapi zinapotokea, milango kufunguka bila kuguswa, hatua za miguu usiku wa manane kwenye kuta za majengo, na hata kivuli cha watu waliovaa mavazi ya kale wakipita mitaani kwa haraka bila kuonekana sura. Hali hii ikaanza kuchochea hofu na uvumi miongoni mwa watu wachache waliokuwa wakijaribu kuendesha maisha katika mji huo wa Kangbash. Hadi leo hii mji wa Kangbash inatajwa kuwa kama Ghost City, mji wa mizimu, si tu kwa sababu ya ukimya wake au majengo matupu, bali kwa sababu ya hofu ya kisiri inayozunguka maisha ya watu wachache wanaoishi mahali pale. Wazee wachache waliokuwa wakikaa pembezoni mwa mji walieleza hadithi za kale kuhusu eneo hilo kabla halijajengwa. Walidai kuwa ardhi ya Kangbash ilikuwa na historia ndefu ya ibada za kale na makaburi ya watu waliokuwa wakiheshimiwa sana katika jamii za jadi. Inadaiwa mwaka mmoja kabla ya ujenzi kuanza, wachimbaji wa mitaa walikuta mifupa ya kale, baadhi ikiwa bado imehifadhiwa kwenye masanduku ya mbao yaliyojaa michoro isiyoeleweka. Badala ya kuipa heshima ya kitaifa, mabaki hayo yalitupwa.
na maeneo ya kale ya tambiko yakafukiwa chini ya saruji na marumaru za kisasa. Inaaminika kwamba kitendo hicho kilikasirisha mizimu ya eneo hilo, na tangu wakati huo waliamua kulinda ardhi yao kwa njia ya kutia hofu na kuzuia maendeleo yoyote na shughuli zozote za kibinadamu kufanyika mahali hapo. Kuna walioshuhudia kwa kuona majengo yakiungua kwa ndani bila kuwa na chanzo cha moto. Kamera za usalama zilionyesha milango ikifunguka na kufungwa peke yake usiku, huku kelele za kilio au kicheko cha watoto kikisikika kutoka kwenye majengo matupu ambayo hayakuwa na watu. Baadhi ya walinzi waliokuwa wakilinda maeneo ya mji huo walikataa kuendelea na kazi, wakidai kusumbuliwa na ndoto za ajabu na hisia ya kufuatwa na macho ya watu wasioonekana. Muda mfupi baada ya matukio hayo kuenea, mamlaka zilijaribu kukanusha kwa kusema ni uzushi, lakini hadithi ziliendelea kuenea na mji ukaendelea kuwa mtupu bila watu. Mwaka mmoja, kundi la watafiti wa kiroho lilitembelea Kangbash kwa lengo la kufanya uchunguzi wa kihistoria na kimazingira. Walidai kugundua uwepo wa nguvu zisizo za kawaida katika maeneo kadhaa ya mji huo. Vipimo vyao vilionyesha mabadiliko ya ghafla ya joto na mwangaza usioeleweka katika baadhi ya vyumba. Walichukua sampuli za udongo na hewa, lakini kilichowashangaza zaidi ni kwamba vifaa vyao vya kurekodi vilizimika kila walipojaribu kurekodi sehemu ambazo ziliripotiwa kuwa na matukio ya ajabu. Baada ya wiki moja, waliondoka wakionekana kukata tamaa, huku baadhi yao wakitaka kabisa kutokurejea katika mji huo. Baadhi ya wachambuzi wa kijamii na kiuchumi walijaribu kueleza hali hiyo kama athari ya fikra za kihisia na hofu ya kushindwa kwa mradi mkubwa wa serikali. Walisema kwamba watu waliunda hadithi za mizimu kama njia ya kuelezea kwa njia ya kimafumbo makosa ya kimfumo ya uongozi na tamaa ya maendeleo yasiyo ya kimkakati. Lakini hata hivyo hawawezi kuelezea kwa undani jinsi gani hadithi hizo zilikuwa na ulinganifu mkubwa kutoka kwa watu tofauti ambao hawakuwahi kuonana wala kushirikiana kabla. Kwa sasa mji wa Kangbash bado unasimama, majengo yake hayana watu, barabara zimejaa ukimya, bustani zimejaa kivuli na anga linakumbatia fumbo lisiloisha. Wanaopita husema mji huo una uzuri wa kipekee lakini usiotakiwa. Ni mahali ambapo roho za watu wa kale, ndoto za viongozi walioshindwa na hofu za watu waliopitia majaribu zote zimejaa katika ukuta mmoja wa kimya usiovunjika. Kangbash haukuwa tu mji uliojengwa kwa haraka, ulikuwa kaburi la ndoto lililoandaliwa kwa saruji, uongozi na labda na mikono isiyoonekana ya wale waliokuwa hapo kabla yetu. Mji huu wa Kangbash unatukumbusha ya kuwa si kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Vingine vinaweza kuwa ni vipande vya chupa tu, ukivigusa tu vinakukata na kukuachia majeraha. Asante kwa kutazama video yetu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili upate faida ya kuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tu zinapowekwa hewani. Asante. Hii ni Simulizi Library.